Mama mmoja alikuwa anapigwa sana na mme wake. Mme wake alishamchoka, mme wake alishamkinai, mme wake alikuwa hamtaki tena. Anampigaga mbele ya watoto, anampigaga mbele ya majirani, toka ndani ya nyumba yangu. Yule mama bado yupo, ana manundu, jicho jekundu, lakini yule mama bado yupo. Mwanaume akaamua kumletea kahaba ndani ya nyumba. Siku zote anachepukia nje, analala nje, lakini siku hiyo bwana, mashetani yake yakamleta yule mwanamke ndani ya nyumba. Mwanamke akapigwa mateke, akaachwa sebleni. Watoto wakamwambia, mama njoo ulale huko. Akasema, niache, leo ninamkesha na Bwana Yesu. Watoto wakalala kwa machozi. Mwanaume amelala ndani na kahaba. Mama akakesha pale, akasali, akaomba, akasali, akaomba. Saa 11 asubuhi Mungu akamwambia kitu cha kufanya ambacho akili yake ilikataa. Mungu akamwambia, mpende adui yako. Mpende adui yako. Unajua yule mama aliposhinda nafsi yake, akaamka asubuhi akachemsha maji. Wewe ungeenda ungemwagia yule kahaba, yeye akagonga mlangoni, wapendwa, maji ya kuoga tayari. Kamchemshia kahaba maji ya kuoga na mme wake. Huyu ni mtu ameshinda nafsi. Nafikiri amenishinda na mimi. Niwe mkweli, sijafika hiyo ngazi, nataka kufika hapo. Yesu anaona anayekuja kumsaliti ni mwanafunzi wake. Amenigeuka, ananisaliti, ni uwawe. Wewe umesalitiwa tu kupoteza mtaji, umekasirika. Kuna mtu alisalitiwa au uwawe. Msaliti anakuja kumsaliti Yesu kwa busu la unafiki. Yesu amenishinda na hapo, anamwambia msaliti wake rafiki. Utaenda kusoma Mathayo 26. Alimuita msaliti rafiki. Lugha ya leo ningemuita mpendwa. Akamwambia fanya haraka. Mimi ningemwambia kenge wa blue, mbuzi wa kuzimu, utakaangwa jehanamu. Lakini Yesu anasema mpendwa. Huyu mama anakaanga mayai, anasema wapendwa, maji ya kuoga tayari. Na lile mwanaume bila aibu likafungua mlango, likavuta beseni ya maji ya moto ndani, likafunga, wakaoga na kahaba. Wametoka bafuni, mama tena akarudi, mpendwa, nimekaanga mayai yako mezani, karibuni chai. Unafikiri kahaba alikunywa? Aliondoka bila kuangalia nyuma. Na mwanaume akawaza, na pale ndipo Mungu alipoanzia mabadiliko kwa mwanaume. Alikuwa ananyoa ndevu huku anawaza, anasema hivi huyu mwanamke ni mtu au ni malaika kweli? Na mwanaume alibadilikia kwenye kitendo kile. Sasa wakati huo Mungu anataka kutumia kitendo hicho cha gharama kumbadilisha mmeo, kumbadilisha mkeo, kumbadilisha mtoto wako au jirani yako, mbaya wako. Wewe unatakiwa ushinde nafsi yako sasa.